Mheshimiwa Makamu, pole msiba bana. Heri kabisa. Leo tumeshuhudia misa ya mwisho ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Ni mmoja kati ya viongozi wakuu kabisa katika kanisa la Katoliki, lakini viongozi ambaye alikuwa akielezwa kwa kupigania haki za binadamu. Kwako wewe utamwenzi kwa lipi, ama amekuachia alama gani? Labda niseme hivi, kwanza huu msiba unatufundisha kwamba hapa duniani tunapita tu, maisha yetu yapo kwa muda na tunapita, na lazima tujifunze kukaa hapa kwa kuhudumia watu wengine. Kwa hiyo leo tunapoona Baba Askofu Kardinali Pengo anaagwa hapa, ambaye ni mtu ambaye alizungumza kwa ajili ya rasilimali za nchi hii, amezungumza kwa ajili ya haki, sisi tuliobaki tunapaswa kuendeleza yale ambayo alitamani kuyaona, kuhakikisha nchi hii inapata katiba mpya, katiba itakayolinda rasilimali ambazo yeye alizisemea. Unakumbuka wakati wa sakata la bandari, Baba Askofu Kardinali Pengo alitoka na kuzungumza wazi kwamba bandari hii lazima itumike kwa ajili ya Watanzania na lazima Watanzania wenyewe waendeshe. Na sisi kama chama na watu tuliokuja kumwaga hapa, ndio msimamo wetu kwamba rasilimali za nchi hii ni za kwetu, lazima zitumike kwa ajili ya kuendesha maisha ya Watanzania. Kwa hiyo kumwenzi ni kupigania yale aliyoyaamini. Maridhiano sasa hivi yakiimo sana, unadhani angetamani kuona nini Polycarp Kardinali Pengo? Angetamani kuona nchi hii inakuwa sehemu salama ya kuishi, kwa maana ya kwamba inapata katiba mpya, inapata sheria bora, na ni nchi ambayo sio ya kuonea watu, ni nchi ambayo inatoa haki kwa kila mtu. Kwa hiyo hilo ndio nafikiri viongozi wa dini wanalipigania, na sisi tunaoamini katika haki na usawa tutapigania haya.